Katika hali ya mshikamano na upendo wa Ramadhan, shirika la An-Nisa Charity kwa kushirikiana na An-Nisa TV lilifanya safari maalum kutoka Mombasa kuelekea Kinango kwa lengo la kugawa iftar kwa wanakijiji mbalimbali. Safari yenyewe haikuwa fupi wala rahisi. Kuanzia bandari ya Mombasa, tukapitia barabara ndefu, vumbi na joto la mchana wa Ramadhana, lakini moyo wetu ulikuwa umejaa nia ya kuwasaidia. Timu ilijawa na shauku ya kufikisha tabasamu kwa ndugu na dada zetu waliokuwa wakingoja kwa hamu msaada huo wa iftar. Kwa urahisi wa ugavi na kuhakikisha kila anayehitaji anafikiwa kwa wakati mmoja, wanakijiji kutoka maeneo mbalimbali waliombwa kukusanyika katika shule ya msingi ya Kinango ili kuwezesha zoezi kufanyika kwa utaratibu na ufanisi mkubwa. Baada ya kuwadia katika shule hiyo, tulikuta mandhari mazuri ya kuvutia, huku wanakijiji hao wakitukaribisha kwa ustaarabu, kisha wakawa ni wenye subra kusubiri mizigo kuwadia. Muda si mrefu, gari liliingia na kushukisha mizigo moja kwa moja, ikiwemo nguo na vyakula. Kama tunavyojua kuwa An-Nisa Charity ni pozo kwa wote, basi wanachama waliungana katika kuweka mambo sawa ili kuhakikisha kila mmoja anapata mzigo wake wa iftar sawa sawa. Mashallah. Baada ya shughuli hiyo kukamilika, mizigo yote kila gunia ilihakikishiwa kuwa kila mtu amepata kile kinachostahiki. Huku wanakijiji wakiwa wamesongelea karibu ili kuganyizwa amana yao. Naye Ustadha Riziki ambaye ni mwanachama wa An-Nisa Charity alikuwa na haya ya kusema kabla ya kuanza ugavi huo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanachama wa An-Nisa, kama mnavyoona hawa ndio wenyeji wa Kinango, wamekuja kama tulivyowaahidi. Alhamdulillah, wanapokea amana zao. Natumai wameridhika na wamefurahi, na inshallah dua zao wanawaombea inshallah Mwenyezi Mungu awape zaidi na zaidi ili mzidi kuwakumbuka inshallah. Baada ya kusubiri kwa subra, tulipoanza kugawa iftar, hisia za alhamdulillah, shukran na tabasamu kubwa zikajawa hewani. Baadhi ya wanakijiji walielezea furaha yao kwa kupokea msaada huo. Hebu tusikie maoni hayo wakiwa na Kamar Ali ambaye ni mmoja wa wanachama wa An-Nisa Charity anayehakikisha kuwa shughuli hizi zinafanyika vizuri. Naam, wanakijiji kutoka vijiji tofauti tofauti katika kaunti hii ya Kwale, sehemu ya Kinango vijijini. Alhamdulillah, wameweza kupokea iftar zao siku ya leo, na baada ya siku nyingi za kuwarai nyinyi watazamaji wetu wa An-Nisa, finally alhamdulillah tumeweza kufika hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba amana zenu zote zinatimia. Mumepata amana zenu? Tumepata inshallah, tumefurahi. Kupata kauli ya mtu mmoja au wawili wakisema tu shukrani zao kwa watu wa An-Nisa. Tunashukuru, Mwenyezi Mungu awajalie na azidishie inshallah. Siku nyingine tena mje tuwatembelee inshallah. Tumeshukuru. Na sijui na mwingine hisia zako mamizi kwa vipi siku ya leo? Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tunawashukuru ambao umetuletea hisa zenu za leo. Tunawaombea mwe na baraka njema na sisi mtuachie baraka njema. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu awabarikie kwa huu mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, na sisi pia mtubarikie kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanangu, nimefurahi. Ahadi imetimia. Juzi mliposhuka pale mkasema tunaenda majijini mpaka vijijini. Tunashukuru. Kila mtu amepata. Hata yule ambaye hapati kila wakati, kwa wakati huu twashukuru. Kwa hiyo alhamdulillah. Alhamdulillah. Wale ambao mara nyingi video vafika mjini bali fulani kumekoseka, hivi tunashukuru sote tumepata. Alhamdulillah. Na sisi pia tunashukuru, tufurahi tumeweza kuwasili hapa na tufurahi. At least ulikuja, tuliandika majina na mulifanya tu kutuamini na tukasema tutarudi. Alhamdulillah, tunashukuru tumeweza kurudi. Kwa hiyo shukrani pia nyinyi mmekuja, mmebaki na sisi, mmekaa kwa utulivu, hamjasumbua. Wallahi ni neema. Na madera ya sikukuu inshallah watu wa Kinango wasema tuwapelekee madera ya sikukuu. Alhamdulillah. Haya, shukran. Hata tuje tuswali Eid huku inshallah. Mwenyezi Mungu atulete ya Rabbi na majalbabu inshallah. Furaha za wanakijiji
wa Zitenge na vijiji vingine vingi ambavyo viko katika sehemu hii ya Kinango, wakionyesha tu shukrani zao, wakionyesha furaha yao. Alhamdulillah, na hii yote shukrani zote zinamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baadaye kwako wewe mtazamaji wa An-Nisa, na zaidi wewe ambaye uko katika An-Nisa Charity Group kutuwezesha kufikia hatua muhimu kama hii. Alhamdulillah wa jazakumullahu khairan. Naye Farda Ali ambaye ni mwanahabari wa An-Nisa TV alitaka kuhakikisha kuwa ni kweli wanakijiji hawa walifurahika sana kwa msaada huo. Hebu tusikie akiwa na baadhi ya wanakijiji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba ya An-Nisa Charity na An-Nisa TV, hii leo tumefika maeneo ya Kinango ambapo tumekuja kuwaletea iftari wakazi wa hapa vijiji mbalimbali, na hilo tuko nao baadhi ya wakazi ambao kwamba walikuwa wametembelewa wakati ule, na hivi sasa wataweza kurudisha shukrani zao baada ya kupata iftari hii. Assalamu alaikum, kwa majina naitwa nani? Kwa majina naitwa Rukia Hamisi, mkazi wa Timboni. Tumeshukuru sana kwa kupata iftari hii. Mwenyezi Mungu awajalie na mwakani tena mpate zaidi na zaidi. Nimefurahi sana, nashukuru. Jioni nitakwenda kufuturu vizuri. Assalamu alaikum, kwa majina? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Amina Hemedi, kijiji changu ni Timboni. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata iftari hii ya leo, na nawashukuru pia waliojitolea kutupatia sisi tusiokuwa na hali nzuri. Kwa hivyo nawaombea Mwenyezi Mungu awajalie kwanza waende salama kule walikotoka, na pia tuwaombea Mwenyezi Mungu wapate ili mwakani wazidi kutukumbuka watu kama sisi insha Allah. Nasikia raha iliyo ambao hata siwezi kuielezea yani. Alhamdulillah. Shukran. Naitwa Mose Kalimbo, ni mkaaji wa Timboni. Nashukuru kupata chakula hiki, na naomba tuzidishie mwaka ujao tena tupate zaidi ya zaidi na hiki chakula. Nasikia raha kabisa, leo naenda kufuturu vizuri kabisa. Kabisa yani kabisa. Shukuru sana. Kwa majina naitwa nani? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Mwanaidi Shauri. Nashukuru kwa hii siku ya leo kunipa afya na kufika hapa, na vile tumepata iftari. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, na waliotoa chakula hiki Mwenyezi Mungu awabariki na wabariki tena wabariki. Kila mara watufikie, kila wakati aweze kutusaidia. Leo tunaenda kulala na furaha kwa chakula hiki ambacho tumepata. Tunasema asante na furaha zote kwa hii siku ya leo. Mashallah, shukran. Maneno ya shukrani yalitolewa kwa An-Nisa Charity na An-Nisa TV kwa kujali na kwa kumbuka wananchi wa Kinango. Ilikuwa ni sauti za faraja na dua njema zilizogusa mioyo ya wengi waliokuwepo. Alhamdulillah, leo kwa kudura za Allah tumepata iftari hii, na bila shaka tumefurahia, na pia tunazidi kuombea An-Nisa Charity na pia An-Nisa TV na wale wote ambao wameungana na kuweza kuchangia iftari hii. Mwenyezi Mungu awajalie kheri na wazidi kutukumbuka. Pia Mwenyezi Mungu awajalie kheri, pia walipe malipo kadri ambao wamewajalia kuwalipa inshallah. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, tena nawashukuru sana. Nawaombea wale waliotoa, nyinyi mlioleta, nawaombea Mungu awazidishie imani, muwe na moyo huo mafanikio yawe yaendelee. Kabisa na raha hapo nilipo. Nakwambia hivi, nikifika nasema wajukuu wangu, hebu pikeni hapa, fanyeni hivi. Ndivyo niombavyo mimi, na hivi naomba muendelee. Nataka jalibabu, mimi nataka majalibabu ya kanyage hapa Kinango, majalibabu na ile ninja 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 ndio nataka muwe moyo wenu hivyo hivyo wanangu, nawaombea usiku na mchana. Haya. Na mtazamaji, ni baadhi ya wanakijiji hawa ambao kwamba wameweza kupokea msaada huu, wameweza kutabasamu na kuwa na furaha. Wamesema kwamba hii leo ni siku ya kusherehekea kwa kupata msaada huu. Wengine wamesema kwamba leo watafurahi kwa kupika wali, mchuzi. Mashallah. Kwa niaba ya An-Nisa Charity nasema shukran sana, Allah wajaze kulingana na walivyosema. Pia dua zenu ziwe makbul inshallah. Shukran sana wanakijiji nyote ambao kwamba wameweza kupata msaada. Allah bariki, pia tutakuja zaidi inshallah. Shughuli hiyo haikuwa tu kuhusu chakula cha kufuturu, bali ilikuwa ni ujumbe wa mshikamano,
huruma na kujali jamii. Ilidhihirisha kuwa kwa kushirikiana tunaweza kugusa maisha ya wengi na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Safari ya kutoka Mombasa hadi Kinango inaweza kuwa ilikuwa ndefu kimwili, lakini furaha ilionekana nyusoni kwa wanufaika ilifanya kila juhudi kuwa na thamani kubwa. Kwa hakika, huu ni mwanzo tu wa juhudi zaidi za kufikia jamii na kuendeleza roho ya utoaji na upendo. An-Nisaa Charity na An-Nisaa TV wanaendelea kujizatiti kuhakikisha kuwa nuru ya Ramadhan inawafikia wote bila kujali umbali.